Na miezi miwili baada ya mauaji ya mhadhiri na aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha wapiganiaji mtaani Komarok Alan Kitavi, mwili wake ungali katika hifadhi ya maiti, huku mgogoro mkali wa kifamilia kuhusu urithi ukizidi kutokota. Alhamisi, anayedai kuwa mke wa pili wa Kitavi alizuru afisi ya katibu mkuu wa mazingira na gatuzi la Nairobi, Geoffrey Musiria, akiomba aingilie kati. Mwanahabari wetu Muthoni Brenda alikita kambi huko na kutuandalia taarifa ifuatayo. Miezi kadhaa baada ya mauaji ya Alan Kitavi, mwili wake bado uko katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya mafunzo na rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta, huku malumbano makali kuhusu urithi wake yakiendelea. Alhamisi iliyopita, Felicitas Ndenya, anayejitambulisha kama mke wa pili wa marehemu, alimtembelea afisa mkuu wa mazingira wa kaunti ya Nairobi, Geoffrey Musiria, akiomba msaada wake, si kuhusu mauaji ya mumewe, bali kuhusu mgogoro wa ardhi unaoendelea ambao wanasema umemwacha bila uwezo wa kifedha wa kuwasomesha watoto wake. Hii ilikuwa na nyanya tatu. Wao walingoja kipindi mzee aliaga. Na walijua hiyo pesa ndio wanapelekanga watoto na shule. Wakaninyang'anya hiyo shamba. Wakauza hiyo nyanya yote. Ndenya pia anadai kuwa jamaa wa Kitavi wanajaribu kumkana kama mke halali wa marehemu, hali hii ikishinikiza Musiria kumpigia mpatanishi wa familia hizo mbili. Kwa hivyo wewe unajua saa hii nimeolewa, lakini wenye walinitolea mahari, ukipiga simu huko unasema mnataka nikuwe siko kwa picha ya hiyo kesi. Nani alisema unataka nikate hii simu ufanye kile utafanya? Aidha, Ndenya ameeleza kuwa mumewe alivamiwa na majambazi, kwa kifafanua kuwa mvulana aliyetambuliwa na DCI huko Kasarani kama mtoto wa kambo wa Kitavi ni mpwa wake. Wanauza hiyo nyanya yote. Sisi hatuna kitu. Shamba ilikuwa kwa majina ya nani? Iko jina ya mzee. Ati nilinunua nikiwa na yeye. Ni shamba tumenunua 5 years ago. Kuhusu picha za CCTV, Ndenya alisema kuwa kamera zilinasa wavulana wawili wasiotambulika katika eneo la tukio, lakini hata hivyo, wachunguzi hapo awali walidai kuwa picha hizo zilimuonyesha Steven Muthoka, anayedaiwa kuwa mpwa wa Ndenya kwenye eneo hilo, wakimtambua kama mtu aliyevalia kofia. Mzee alikuwa mgonjwa ama ilikuwa nini? Si alifahamiwa. Na wakora? Hapa Nairobi? Wapi hapa? Dome. Wakashikisha kijana mwenye tulikuwa tunaishi. Dome estate. Wakashikisha kijana tulikuwa tunaishi naye, wa sister yangu nimemlea. Wakasema ni yeye aliua mzee. Wakakaa, wakarudi wakasema si yeye ni mimi. So mimi naendanga DCI, naambia DCI simnichunguzie mwenye aliua mzee. DCI wananiambia wanachunguza. Kitavi alipatikana ameuawa nje ya nyumba ya mke wake wa pili eneo la Dhome, Kiambu. Maafisa wa DCI katika kituo cha Kasarani waliambia TV47 kuwa sababu ya mauaji hayo ilihusishwa na mzozo wa ugavi wa ardhi. Muthoni Brenda, runinga ya TV47.